Sunan Abi Daud, naam, kilichofanywa usahihi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juzu ya kwanza, hadithi nambari 588 inasema hivi, an Ibn Umar vile vile kwamba innahu qala, kwamba amesema, naam, lamma kadiba al-muhajiruna al-awwaluna, walipokuja hawa muhajiruna al-awwaluna huko Madina, nazalu al-usbata, walishuka katika hicho kitongoji cha Usbata, kabla maqdami nabii, kabla mtume kufika. Fakana ya ummuhum Salim maula Abi Huzaifa, vile vile alikuwa akiwasalisha huyu Salim maula Abu Huzaifa. Wa kana aktharuhum Qur'ana, alikuwa mwenye Qur'ani nyingi zaidi, mwenye elimu ya Qur'ani zaidi, sio Abu Bakar wala Umar wala mtu yote. Naam, wa fi ziyada, na katika ziwada kwenye riwaya hii, wa fihi Umar ibn al-Khattab wa Abu Salama ibn Abd al-Asad, walikuwa Umar ibn al-Khattab na Abu Salama ibn Abd al-Asad. Labda ameona haya Abu Daudi hapa kumtaja Abu Bakar na ashabu nabii na masahaba wa mtume, lakini umuman ninachotaka kusema hapa ni kwamba Abu Bakar na Umari kwa mujibu wa Bukhari walitangulia Madina kabla ya mtume kufika Madina. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, ina maana mtume alikuwa na mtu mwingine katika pango. Sasa tukichukua riwaya kwamba Abu Bakar ndiye aliyekuwa katika pango, kwa hivyo nimesema pia hatuna matatizo sisi, kwa sababu Qur'an al-Karim, katika aya nyingi za Qur'an al-Karim zinazungumzia neno hili sahaba. Tuliangalie neno hili sahaba lina maana gani hasa kwa mujibu wa Qur'an al-Karim. Je, lina fadhila yoyote ya Qur'an al-Karim au halina fadhila?